5. Luka mtakatifu mstari wa 5 hadi 25, sura ya kwanza ya kitabu cha Luka. Biblia inasema, zamani za Herode mfalme wa Wayahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elizabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Tuangalie sifa za Zakaria, sio Zekaria nabii. Nabii ni Zekaria, lakini huyu kuhani ni Zakaria. Zamani za Herode mfalme wa Wayahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia. Abia ndiye alikuwa mkuu wa zamu hiyo. Yaani kwa mfano, kama kuna wazee wa zamu, lakini pia kuna mashemasi wa zamu. Sasa katika zamu hiyo ya wiki mbili ya kutumika katika hekalu, ilikuwa inasimamiwa na Abia, lakini chini yake kulikuwepo na makuhani wengi. Kura ikitokea na kibali kimetokea, basi anakwenda ambaye kura imemchagua. Na akawa sasa huyu Zakaria amechaguliwa siku hiyo akafukize uvumba katika hekalu. Zamani za Herode mkuu, mfalme huyo wa Wayahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni. Wote walikuwa ni wa uzao wa Haruni, wanatoka katika Lawi. Sifa zao za kiroho, jina lake yeye alikuwa anaitwa Elizabeth. Na wote wawili walikuwa ni wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana watoto, maana Elizabeth alikuwa tasa, na wote wawili walikuwa ni wazee sana, kiumri kikawaida, wazee sana. Kiroho ni wenye haki, watu wanaofuata maagizo ya Bwana yote na amri za Bwana, na wanatumika kwa bidii bila lawama, hawana makwazo kwa upande wa Mungu. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu za zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kura ilimwangukia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Kazi yake kubwa kwenda kufukiza uvumba. Na kama mtu anafukiza uvumba kwa Agano la Kale na kabla Yesu hajafa msalabani, kufukiza uvumba inasimama badala ya maombi kiroho. Na hii ilikuwa ni kazi ya kufukiza uvumba. Kwa hiyo ilikuwa inatakiwa awe ni mtu ambaye ameteuliwa kati ya watu kadhaa, kama si 18 hivi, katika kuweza kuingia tu na kufukiza uvumba. Na mambo ya zamu haya yalianzia na Daudi. Daudi alikuwa anawapanga watu katika zamu, makuhani, Walawi, waimbaji, kwa zamu, kwa utaratibu. Ikawa imetokea mpaka kipindi ambacho sasa cha Agano Jipya. Ni kama hivi kura imekuangukia leo huko kanisani kuja kumwabudu Mungu. Wengi sana
hawajapata ufunuo wa hiyo kura, hawako pamoja nasi au hawako katika makanisa mengine yanayomwabudu Mungu katika roho na kweli. Sasa ikawa ni zamu yake, ameangukiwa na hiyo zamu. Imekuwa ni neema kubwa kupata kwenda mbele za Bwana kufukiza uvumba. Mstari wa 10, na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Wakatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande, akatokewa, yani huyo Zakaria akatokewa ndani mle, akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia uvumba. Zakaria alipomwona alifadhaika, hofu ikamwingia. Unajua, ukiona malaika unaona ni ujumbe, huenda umekosea, jambo lolote lingeweza kukupata hapo kabla hajaongea, hujajua chochote, au pengine katika zamu hii nimemkosea Mungu namna ya kuja katika madhabahu hii, kitu gani? Yani akawa na hofu, akafadhaika. Lakini yule malaika akamwambia, usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa. Kumbe alileta majibu ya maombi ya mtumishi wa Bwana Zakaria. Tumshangilie Bwana Yesu. Ukipata neema ya kuambiwa maombi yako yamesikiwa au dua yako, na hii dua, wanasema dua ni maombi maalum yenye hitaji maalum yanayoweza kuomboleza. Alichukua miaka 7 pamoja na mke wake. Wasema okay, sisi ni wazee, tumemtumikia Mungu hivi, tunahitaji Mungu apate kutupatia mtoto hata kama katika uzee wetu. Mbona Ibrahimu Bwana alimpatia? Wakawa na imani, hawakujua siku gani watajibiwa. Ilichukua miaka 7. Katika hapa pajaandikwa, lakini pa kusome vitabu vingi uangalie jinsi dua hii ilivyokaa, na huyu jamaa akavumilia namna hii. Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa, na mkeo Elizabeth atakuzalia mtoto mwanamume, na jina lake utamuita Yohana. Huyu ndiye anaitwa Yohana Mbatizaji, ambaye akatangulia huduma ya Yesu. Kabla Yesu hajaanza huduma, itangulia hii huduma kwa miezi 6. Yohana Mbatizaji ndio huyo. Nawe utakuwa na furaha na shangwe. Anasisitiziwa Zakaria, utakuwa na furaha na shangwe. Uko kwenye maisha ya kutafuta hicho kitu ili Mungu akukumbuke, hatupate uzao. Umekuwa na huzuni, lakini hujakata tamaa katika kumtumikia Bwana. Utakuwa na furaha na shangwe, na watu wengi watakufurahia kuzaliwa kwake huyo mtoto. Ina maana habari za huyu ndugu anavyomtumikia Bwana zilisikika katika Yerusalemu na maeneo mengine, lakini ilijulikana pia ya kwamba mke wake ni tasa. Lakini si utasa tu, lakini wana umri mkubwa. Kwa hiyo watu mwingine, yani ni ndoto sana kuja kupata mtoto. Inaonekana kuna habari ambapo alishirikisha hata watu kwamba jamani, mniombee, sisi tunahitaji mtoto. Kwa hiyo habari zisikii. Sasa furaha na shangwe na kwa ajili ya moyo wake pamoja na mke wake. Lakini pia watu wengi watafurahia kuzaliwa kwa huyu mtoto, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana. Hata kunywa divai wala kileo,
huyu atakuwa mnadhiri. Hata kunywa divai wala kileo, atakuwa kama Samsoni. Naye atajazwa Roho Mtakatifu hata tumboni mwa mamaye. Angalia vitu hivyo. Mtu huyu anajazwa Roho Mtakatifu baadaye. Na mtoto huyu anajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. Halafu yeye kabisa ameshawekewa mipaka ya kutokunywa pombe wala mavileo hayo. Na wengi katika Israeli atawarejesha. Atakuwa na huduma ya kuwarejesha kwa Bwana Mungu wao. Naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, yani nguvu za Eliya, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto na kuwatilia waasi akili za wenye haki. Yani walio waasi wanatiliwa ufahamu, akili za wenye haki. Hali ile ya uasi inatolewa na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Atalitengeneza hilo kundi wakati Bwana Yesu anakuja, akuta angalau watu wana ufahamu wa kimungu. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje neno hilo? Maana mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe wa siku nyingi. Unajua, kama Mungu ameshasema, if it is a yes to God, who can say no? Yaani unajua, wakati mwingine unamtilia Mungu mashaka sana. Mungu amejieleza, kaeleza na kazi ya mtoto na sampuli ya mtoto itakavyokuwa, na atajazwa Roho Mtakatifu. Kwa nini na uliomba kwa muda wa miaka 7? Leo jibu linapatikana. Kumbe kuna wengine wanajibiwa, unafika sehemu tena wanakuwa na mashaka na majibu. Unaweza ukafuta majibu yako. Haya, kitu ambacho tunachotaka sana siku ya leo, maana kuna wengine sasa wananiangalia, sasa tuandike kichwa cha habari nini? Wamezoea kuandika kichwa cha habari kwanza, alafu ndio tuanze kutembea. Haya, andika kichwa cha habari. Kichwa cha habari, kichwa cha ujumbe. Kuondolewa kwa aibu katika maisha yako. Kuondolewa kwa aibu katika maisha yako. Jambo lolote ambalo inaonekana Mungu anatukanwa, inaonekana Mungu anasemwa vibaya, kinyume, hiyo ni aibu. Kwa hiyo sasa unaweza ukaifuta, ukamwambia Bwana, niondolee hii aibu. Na ilikuwa ni aibu kwa mwanamke katika Israeli ambaye ana ndoa halali hajazaa. Ilikuwa ni aibu. Sasa wote wakajiunga, mwanamume, mwanamke, wana maombi, huku wanamtumikia Mungu kwa bidii. Zakaria akamwambia malaika, nitajuaje? Hivi bado na mashaka tu Zakaria jamani? Malaika bado amejieleza, ametumwa na Mungu, bado na mashaka. Zakaria anamwambia malaika. Malaika kaacha kundi la watu walioko huko, wamekusanyika nje ya hekalu, wamekusanyika huko nje, wanaendelea na maibada yao, na wewe huko ndani kwenye madhabahu ya kufukizia uvumba. Katokea tena upande wako wa kuume wa madhabahu hiyo ya kufukizia uvumba, upande wa ushindi, upande wa mamlaka. Bado na mashaka Zakaria. Malaika singa angetokea huko nje kwanza. Hii ni ajabu.
Sisi tusiwe hivyo. Mwambie mwenzako, wewe usiwe hivyo. Mwamini hata Mungu pia na malaika wanaotumwa na Mungu, lakini usiamini kila malaika. Kuna wengine malaika wanaojifanya kama malaika wa nuru. Lazima ushuti kwa jina la Yesu. Kama we ni malaika na mjumbe wa Bwana, msimame hapo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kama sio, yeyuka, toka. Anatoka kama sio malaika aliyetumwa na Mungu. Bwana ni mwema, na shukuru kwa kunijibu, na sadiki hilo. Ametulia tu, anajieleza. Mimi ni Gabriel, nisimamae mbele Mungu. Ameshaanza kujieleza namna hii. Kama ukumekosea, ni vyema utubu haraka. Nami nimetumwa niseme nawe na kukupasha habari hizi njema. Bado umekaa tu, umetulia tu. Haya, subiri yatakayotokea sasa. Subiri yatakayotokea. Na tazama, mstari wa 20 sasa unaingia. Maana hakuna nafasi yoyote ambayo umeitumia. Hata kama nimejieleza mimi ni Gabrieli, nasimama mbele za Bwana, nimetumwa kwako na kuletea habari njema. Wewe uko very simple, uko na mambo ya umri wako tu. Mimi ni mzee na mke wangu ni mkongwe, tena wa siku nyingi. Hayawezekani hayo. Sasa akamwambia, ili ujue kwamba mimi pia ni nabii na nina mamlaka. Ni malaika ambaye nina mamlaka. Lazima uwe na adabu na heshima. Sasa wewe si unataka ishara, unataka alama. Sasa tazama, utakuwa bubu. Aya. Anaona unaongea mambo ya uzee tu, mambo ya physical things. Hakuna jambo la kiroho. Akapigwa ububu hapo. Utakuwa bubu, usiweze kusema mpaka siku ile yatakapotukia hayo. Na hapa alisamehewa. Yaani ububu unaweza ukapigwa moja kwa moja. Yaani mpaka tukio mtoto atakapozaliwa ndiye anafunguliwa. Kwa sababu huyasadiki maneno yangu, nayo yatatimizwa kwa wakati wake. Ndugu zangu, wakati mwingine tuwe vizuri Mungu anapozungumza, tuweze kumwelewa Mungu. Sauti za wanadamu tuzitofautishe na sauti za Mungu. Sauti za ndege, sauti za wanyama, tofautisha na sauti za Mungu. Kama kweli sisi ni watu wa Mungu, lazima tuwe na uzoefu wa kuipata sauti ya Mungu. Kwa hiyo akapigwa ububu. Katumika. Aliingia anazungumza, anatoka hazungumzi. Watu wanashangaa kilichompata ni nini? Halafu ni nyumbani mwa Bwana. Malaika kamtokea ndani ya nyumba ya Bwana. Malaika akitokea sana analeta uwepo, analeta mambo ambayo ni majibu, habari njema zinaitwa. Wewe husadiki, Mungu afanyeje? Akapigwa ububu. Toka pale, anamwambia mambo yameendaje? Anatoa ishara, yameenda vizuri. Sasa sijui kama walimuelewa, hawaelewi hivyo. Kafika kwa mke wake. Mume wangu, mbona uzungumzi? Umetumika vizuri nini na nini? Sasa sijui hiyo vyema kama utajua, kama utavyema utakuwa kishule hivyo. Yaani mambo yote yamekwenda mswanu, yameenda vizuri. Hakawa sasa ni ishara, nimetokewa na malaika. Sasa kama aliumbaje mazingira ya malaika, mke wake amwelewe hivyo. Akamwandikia jina chini, yaani mtoto atakapozaliwa ataitwa jina hili.
inabidi akaliandika pale, mke wake akaona. Kwa hiyo ilikuwa inabidi wanawasiliana sasa kwa kuandika. Anaandika, mke wake anasoma, anaandika, mke wake anasoma. Ndio habari ikawa imeeleweka hata kwa mke wake. Mke wake wote walikuwa ni wenye haki. Mke wake akaamini moja kwa moja. Yaani mke wake naye asingeamini jambo lolote lingetokea, lakini mke wake akawa ameamini. Kwa hiyo mambo yakaenda vizuri. Bwana asifiwe sana. Ndugu zangu, haya ni mambo ambayo ni ya msingi sana katika kuyafahamu. Na Elizabeth alipokuwa amesikia habari zile, alisema maneno kwamba Mungu amemwondolea aibu. Ule uko ni mstari wa 20. Mstari wa 21, na wale watu walikuwa wakimngojea Zakaria, wakastaajabu kukawia kwake mle hekaluni. Alipotoka hali hawezi kusema nao, walitambua ya kuwa ameona maono ndani ya hekalu. Naye aliendelea kuwaashiria, akakaa bubu, akawa anawapa ishara kuwaashiria, nimetumika vizuri, nimekwenda vizuri, lakini nimetokewa na hayo maono, au nimetokewa na malaika. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Kwa hiyo pale akatoka siku hiyo. Kuna makuhani huwa wanakaa, wenye zamu walikuwa wanakaa maeneo yale. Sasa wanaendelea na shughuli hizo kwa wiki kama 2. Sasa siku zilipotimia kwamba bwana, sasa zamu yako imekwisha ya wewe kufukiza uvumba kwa kura, akaenda nyumbani kwake. Ikawa siku za huduma yake zilipokuwa zimetimia, akaenda nyumbani kwake. Hata baada ya siku zile, mkewe Elizabeth alichukua mimba, akawa akatawa miezi 5, akisema, mstari wa 25, hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Sikiliza maneno ya Elizabeth. Hivi ndivyo alivyonitendea Bwana katika siku zile alizoniangalia, ili kuniondolea aibu yangu mbele ya watu. Akatawa miezi 5. Elizabeth hakuchukua ujumbe ule kivyepesi, hata kama mume wake alikuja haongei, anaandika, anaongea kwa ishara. Ikaonekana mume wangu, inaonekana kuna kitu kimempata. Mume wangu, kilichokupata nini? Pengine alimwandikia, nilikosa imani, maana niliangalia hali ya kwangu, mimi ni mzee na wewe ni mkongwe wa siku nyingi. Mambo anayotuambia huyu malaika hayawezekani, lakini yeye anasema yanawezekana. Na huyo mtoto ambaye atakayezaliwa ataitwa Yohana, jina lake ataitwa. Anaandika. Kama asingeweza kusoma Elizabeth tena hiyo ilikuwa ni issue, ilikuwa ni kazi apate kumwelewa. Lakini tumshangilie Mungu wetu
Hebu tumshangilie Mungu wetu ambaye anaweza akakuangalia teso lako akakuondolea. Huyu mama hakuchukua ule ujumbe kirahisi, akauchukua ule ujumbe akauamini. Mme wake naye akaamini na ububu wake hivyo hivyo, maana limeshakuwa sasa mpaka atakapozaliwa. Uwe hapa sasa hivi nafunga, hata kama ulikuwa unataka kuteleza tena kwenye imani, hakuna cha kuteleza tena kwenye imani. Nimeshasema utakuwa bubu mpaka atakapojifungua mke wako. Kwa hiyo alitoka mle akiamini na ububu wake kwamba litatimia, na akamsimulia mke wake. Na kwa sababu kitu kilichompata ni kwa sababu hakuamini. Pale ndipo akamwambia, na mimi nimepigwa adhabu, sizungumzi mpaka mtoto atakapofunguliwa, yani atakapozaliwa. Kwa hiyo usiwe na shaka mke wangu, haya ni ya Bwana, yaamini. Mwenzake akaamini, akutiwa ububu. Lakini huyu alipigwa ububu mpaka kama ni mimba ya miezi 9. Maana Biblia inasema baada ya siku chache tu apokaa haya Elizabeth akawa mjamzito. Utaona hapo mbele. Baadaye anatokea Mariamu, naye anaambiwa kwamba Elizabeth ambaye alikuwa ni mzee tasa kabisa, hana mtoto, sasa hivi ana miezi 6. Na miezi 6. Wewe sasa hivi ndio ujauzito, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtoto huyo ataungwa ndani ya tumbo lako. Kama unataka kujithibitishia mambo hayo, nenda kwa Elizabeth. Yule binti akaenda kakaa miezi 3 akimsaidia kazi. Lakini huyu Elizabeth akatawa, akajitenga, akawa na muda wa kujitenga, muda wa kwenda kumshukuru Mungu, kumuomba Mungu. Elizabeth alikuwa na nyimbo zake, tutaziangalia hapo mbele kidogo, za kumshukuru Mungu. Amemuondoa kwenye aibu. Akawa na sentensi moja kubwa ya mstari wa 25. Hivi ndivyo alivyoniangalia Bwana kuniondolea aibu mbele za watu, au mbele ya watu. Kwa miezi 5 akawa akiomba, haonekaniki kihovyo hovyo, hatembei kihovyo hovyo, muda mrefu yeye na Mungu, mpaka jambo likaumbika. Na hata lilipoumbika aliendelea mpaka miezi 5. Katika Israeli ukiambiwa kutawa, yani ni kujitenga na mambo ya kawaida. Kweli kifamilia utaweka vizuri, lakini sasa maeneo mengine, na kwa sababu na yule binti alikuja akamkuta pale katika mwezi ule wa 6, akamkuta hapo, alimsaidia kazi zingine sasa. Lakini huyu mama aliamua miezi 5 ya kumshukuru Mungu kwa mambo ambayo Bwana ameonekana, Bwana ameangalia, Bwana ameondoa teso. Wengine siku moja tu atacheka, siku moja tu atafurahi, siku moja. Baada ya hapo tena anarudi duniani. Bwana amemfanikisha katika jambo lile, ndiye anaacha na ibada kabisa, ndiye anaacha na kusoma neno, ndiye anaacha huduma zingine alizokuwa anafanya. Kupata majibu leo kumekuwa ndio kukuondoa katika mambo ya uungu. Basi mwanadamu fikra zake ni potofu kuanzia hata ujana wake. Hiyo ni mbaya, sio Elizabeth. Nataka nitaje sifa za hawa watu. Zakaria alijulikana kwamba ni mtu mwenye haki, mcha Mungu, mtakatifu.
muombaji. Lakini uwezo wake ulikuwa ni katika hayo. Alitembea na Mungu vizuri, alikuwa na bidii na Mungu vizuri. Hata kama ilifika sehemu Mungu amekawia kujibu, lakini hakujiondoa kwenye huduma. Ndipo alifanya huduma kwa nguvu zake zote. Mwingine angesema nifute kwenye hizo kura, nifute kwenye hiyo zamu, niondoe mimi mwenyewe, nimekuja mahali hapa na shida zangu, halafu Mungu haoni. Mimi sioni haja ya kuwa mzee wa zamu. Sio wazee hao, huyo kuhani wa zamu. Nipigiwe kura niweze kwenda kabisa, nimenyoka mbele za Bwana, nifukize uvumba ukubalike. Lazima niwe na kibali kikubwa, nisiwe na kikwazo chochote. Binasema alikuwa hana lawama mbele za Bwana, na mke wake hana yani wamenyoka, huku bado hawana mtoto kwa muda kadhaa. Walilichukua lile. Wewe miaka 7 ni mingi, mpaka unafika sehemu pengine haya mwaka wa 5 hapo wa 6 unachoka choko kabisa, hata kufunga huwezi. Hata wazee sasa wakisema jamani twende kwenye maombi, omba mwenyewe, wewe utujui. Mtanajibu shari kwa shari, hana nidhamu. Zakaria akawa na mashaka kutimia kwa ahadi ya Mungu kwa sababu ya umri wa uzee. Umri wa uzee uliongea kwa sauti kubwa kuliko sauti ya ahadi ya neno la Mungu. Hiyo ni shida. Unapokutana na ahadi za neno la Mungu ndio unazishika, zile ndio zinakufanya hitaji lako linakuwa ni hoja yenye nguvu. Leo hii unazungumza ahadi ya neno la Mungu, ahadi za Mungu zinakuwa zimezidiwa kabisa. Najaribu kuandika kwa Kiingereza, his age spoke more loudly than God's promise. His age spoke more loudly than God's promise. As a result, God prevented Zechariah from speaking. Prevented Zechariah from speaking until the promise became a reality. Matokeo, Mungu akazuia kuongea kwake Zekaria mpaka ahadi ipate kutimia, iwe halisi. Sasa pamoja na hayo, ameshapigwa ububu, ndiye akaanza kutii na akaanza kunyenyekea, akaanza kuwa na imani, huku yeye ni bubu, hadi mtoto alipozaliwa Mungu akamfungua. Sasa na kama angelikuwa nimeendelea na ububu huo, haamini tena, ingepigwa adhabu tena mara kadhaa, ajifunze somo. Hana adabu, namsaidia, halafu hataki kunitukuza. Jamani, majibu ya Mungu yana gharama. Akituma malaika mmoja akaacha kumsifu Mungu, akaja kwapo, gharama yake ni kubwa. Lazima uthibitishe kwamba ni Mungu kweli, halafu hakikisha ya kwamba unakwenda pamoja naye.
Kwa mtu anayepatikana kwa Mungu mwaminifu katika ibada, katika zamu yake za ibada. Hii ni zamu yetu, jinsi tunavyokwenda na Mungu, tunavyosimama mbele za Bwana. Yaani Mungu atakutendea mahitaji yako. Kuja ibadani na kuja mbele za Bwana hakuna mbadala. Shangazi, nenda huo unaniabudia huko, alafu uwepo wa Mungu niwe na upata mimi. Hamna kitu kama hicho. Wewe unahusika. Mwambie mwenzako unahusika. Hakuna mbadala wa mambo ya kusimama mbele za Bwana. Mambo ya uwepo wa Mungu ni wewe mwenyewe mhusika. Mambo ya kujifunza katika haya, mipaka ya mwili, mipaka ya mwili ya kawaida haiwezi kuzuia mipaka ya kimungu. Mambo ya Mungu hayawezi kuzuiliwa na mipaka ya kimwili. Physical limitations do not limit God in fulfilling His will. Physical limitations do not limit God in fulfilling His will. Yaani haiwezekani vitu vya kawaida, maumri haya, sijui amekuwa mkongwe nani na nani, unajificha kwenye maumri, unajiangalia we ni mtoto, Mungu akiamua kutimiza kusudi lake analitimiza. Lakini jambo la pili, kujifunza kupitia ndugu yetu Zakaria, Mungu humtimiza mapenzi yake mara zote kwa njia zisizotarajiwa. Mungu hukamilisha au hutimiza mapenzi yake yote mara zote kwa njia zisizotarajiwa. God accomplishes His will often in unexpected ways, katika njia ambazo hatutarajii. Tumejifunza kwa ndugu yetu Zakaria. Elizabeth, mwanamke mcha Mungu, mwanamke wa kiroho, mwanamke mwaminifu, mwanamke mtaua, mwanamke mtakatifu, alijulikana kwamba ni mwanamke ambaye ni wa kiroho kwa kina. Unaweza kusema known as a deeply spiritual woman. Deeply spiritual woman. Alikuwa yeye mambo ya kiroho papasi. Ukimwambia yani mambo ya kiroho anayachukulia kwa uzito, kutokana na hali ambayo yeye alikuwa amemwelewa Mungu. Kwa hiyo alikuwa anachukulia kwa uzito. Ukiongea, Roho Mtakatifu anaongea naye, hachukulii mambo ya juju. Mambo ya kujifunza kwa huyu mwanamke huyu, Mungu huwa hawasahau walio waaminifu kwake. God doesn't forget those who have been faithful to him. Yani Mungu huwa hamsahau mtu mwaminifu wake. Jamani, uwe mwaminifu. Mwambie mwenzako uwe mwaminifu kwa Mungu tu. Uaminifu wa Mungu utaleta vitu vyote unavyovihitaji kabla hujaondoka hapa duniani. Labda wewe ukate tamaa. Jambo la pili, ratiba za Mungu na njia za Mungu hutimiza jambo hazifanani na njia zetu. Yani hazifanani na ratiba zetu. Ratiba za Mungu ni za Mungu, njia za Mungu ni za Mungu. Na ndio maana katika Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9, mtu atusomea hapo Isaya 55 mstari wa 8 na wa 9. Mawazo ya Mungu ni tofauti na njia za Mungu ni tofauti. Sisi tutafute mawazo ya Mungu siku zote, tutafute njia za Mungu siku zote. Basi
Hebu soma hapo. Isaya 55 mstari wa 8 hadi wa 9. Ndio. Maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, kadhalika njia zangu zi juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu. Yaani mawazo ya Mungu ni kama mbinguni. Mbingu ilivyo, hata kama ni mbingu ya anga hiyo. Alafu mawazo yetu ni kama yako nchini humu, yaani duniani. Sasa hii space yote hii tofauti sana. Sasa usipokuwa na ushirika na Mungu, huwezi ukayapata mawazo ya Mungu na njia za Mungu. Ziko mbali, tofauti na mawazo ya kibinadamu. Mungu hufanya njia mahali ambapo hapana njia. Mambo ya kujifunza kwa Elizabeti. Elizabeti alibakia mwaminifu na mvumilivu mkuu katika imani hadi Mungu amletee jibu. Na alipopata jibu kabla halijatokea, aliamua kutawa miezi 5 kumshukuru Mungu. Na Mungu akatimiza umomo, akaendelea. Tambua kuwa katikati ya jamii ya Kiyahudi, uthamani wa mwanamke ulipimwa kwa uwezo wa kuzaa watoto. Kama hazai watoto, yani uthamani wake unagrediwa chini zaidi. Jambo lingine, kama si mcha Mungu, basi sifa zake tena zinazidi kutoweka, kwa sababu kama atamcha Mungu atashika pia Torati. Kama si mwaminifu, anaweza akapondwa na mawe akiikana ndoa yake. Sasa mwanamke kama huyu alipita kwenye nyakati ambazo ni ngumu. Zile mbili, hali ya kumcha Mungu, uaminifu katika ndoa yake na kushikamana na familia yake na mume wake mwisho hadi mwisho. Hata kama jamii inamtukana, inambeza, hana watoto, lakini kwa sababu yuko kwa Mungu vizuri, aliendelea kumtumikia Mungu. Hakuendelea kukwazwa na maneno ya watu. Hicho kitu ambacho ni cha msingi sana kuweza kukijua. Hapo upande wa Elizabeti, kutokuwa na mtoto hata mmoja, na umri wake ulivyokuwa umekwenda katika ukongwe, yalikuwa ni maumivu ambayo ni maumivu ya kibinadamu. Alijisikia wakati mwingine upweke, lakini baada ya kuwa amezama katika Bwana na kuamua kuwa mwaminifu na mvumilivu, alimpweka Mungu fadhaa zake zote. Kamtweka fadhaa zake, akanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Anakuja kupata jibu, yuko chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Mume wake anaongea kwa ishara, hambezi, hamtukani, kwa sababu wewe ndio umekosea, niangalie. Mwanamume kakuletea na jibu hata kama haongei, yuko chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Halafu na imani akayachukua kwamba mume wake sawa, lililomtokea alikosea, lakini jibu lipo, linasema atafunguliwa kinywa chake wakati mtoto atakapozaliwa. Sasa kuna shida gani? Asubiri tu. Mimi nitakuwa namuombea isitindike imani yake, lakini mimi naamini moja kwa moja. Haleluya, haleluya, haleluya. Mambo akawa mjamzito aliyekuwa tasa, jina likabadilika, ambaye alikuwa tasa sasa. Hebu mshangilie Bwana Yesu. Yaani haya mazingira ni kama unayaona
ya kawaida. Hebu ngoja tusome mstari wa 26 na kuendelea hapo. Wakati malaika Gabrieli amemtokea huyu binti Mariamu akiwa anamueleza mambo ya jina la Elizabeth ambaye alikuwa ni shangazi yake limebadilika. Mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbari ya Daudi, na jina lake bikira huyo alikuwa ni Mariamu. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu, uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Yaani ujumbe wa malaika Gabrieli ulikuwa tu salamu. Uliyepewa neema. Hata hana habari, ndiye anajulishwa hivyo mara ya kwanza. Uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, jina lako utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa Aliye Juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijamjua mume? Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake Aliye Juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, kwa sababu kimetokana na Roho Mtakatifu, mwana wa Mungu. Tena tazama, jamaa yako Elizabeth naye amechukua mimba ya mtoto mwanamume katika uzee wake, na mwezi huu ni mwezi wa 6 kwake yeye aliyeitwa tasa. Jina limebadilika, lijabadilika. Alikuwa anaitwa tasa huyo, hazagi. Jamii inamsema hata kama wakisalimiana hivi baadaye, huyo tasa tu huyo. Hata hatufai katika jamii hii, hana watoto. Mstari wa 37, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Hakuna hitaji lisiloweza kujibiwa kwa Mungu. Mungu ana uwezo wa kujibu mahitaji yote. Kwa nini tusidai mstari wa 37, kama hakuna lisilowezekana kwa Mungu? Mambo yangu niliyo nayo, kwa nini hili halijawezekana? Ukamdai, ukajidhabihu pale, ikawa dua yako. Mbona Mungu anajibu tu? Mshangilieni Mungu aliye hai. Mariamu aliposikia yale akasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, mimi ni mtumishi wa Bwana, mimi ni mtendakazi wa Bwana. Kwa maneno mengine, mjakazi tu wa Bwana, niko chini ya Bwana, mimi ni mtumwa tu, mimi ni mtumishi, na iwe kwangu kama ulivyosema. Akalikubali. Kikubali habari inaenda, inatimizwa. Ukianza kuwa na mashaka kama ndugu yangu huyu, utapigwa ububu. Kisha malaika akaondoka akaenda zake, maana amelikubali. Kwa hiyo ni utimilizo tu, akarudisha habari. Hapo inaelezwa tu hapo sasa. Mariamu akaondoka katika siku hizo, akaenda katika nchi hiyo, akaenda kwa haraka mpaka Yuda kule, akaenda mpaka kwa kina Elizabeth nyumbani kwake. Anamwamkia tu hivi, tayari Elizabeth anajazwa na Roho Mtakatifu. Hebu angalia hii habari. Anasema ikawa yani alipoingia nyumbani
alipoingia nyumbani kwa Zakaria akamwamkia Elizabeth. Kama tungekuwa ni Watanzania sasa, shikamo mama au shikamo shangazi, unamwamkia aliye mkubwa. Na Bwana asifiwe, unapiga na ya kiroho pale. Umenielewa? Si ndio? Haya. Ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, yani hata salamu zako, hata kuongea kwako, hata kufunua kinywa chako, Roho anatembea. Ushawahi kuombeaga maneno yako? Ushawahi kuombea sauti yako? Ushawahi kuombea muonekano wako? Ushawahi kuombea nguo zako zikionekana? Bwana akufunike, usionekane wewe. Sauti yako isiwe sauti yako, iwe ni sauti ya Bwana. Ombea kila kitu ulicho nacho, muonekano wako umtambulishe Mwokozi aliyeziumba mbingu na nini na nchi. Ule muonekano wako ni injili tosha. Na ndio maana kama utaonekana kidunia dunia, achana na kuonekana kidunia, onekana kimungu. Akamwamkia. Alipomwamkia kule, kusikia kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikarukaruka ndani ya tumbo lake. Kitoto kichanga. Elizabeth akajaa Roho Mtakatifu. Haleluya. Yani Mariamu anaamkia. Mariamu ni binti, huyu ni mzee kikongwe, anaamkia tu huyu binti, tayari kitoto kichanga kinashangilia. Yeye yule binti kambeba Yesu, maana tayari, kwa sababu malaika yule aliposema tu tayari akafunikwa na Roho Mtakatifu. Tayari kitoto ndio kimeanza. Kitoto kina mwezi mmoja, pengine hata kijatimiza mwezi, maana aliondoka muda si mrefu. Kitoto kina mwezi mmoja hicho. Yesu ndani ya Mariamu ni mtoto, ana mwezi mmoja, huyu ana miezi 6. Anaamkia tu Mariamu, nguvu za Bwana zinatoka mle ndani za Roho Mtakatifu, halafu zinamvamia Mariamu Elizabeth. Huenda kakaanza kucheza mle ndani. Huyo ndiye Bwana. Mama huyo, mama mlezi huyu amembeba Bwana wangu, amembeba Mwokozi, amembeba Yesu. Mimi ni mtangulizi tu. Kanacheza humo ndani. Mariamu katika kucheza, tumbo lake limejisukasuka huko. Kajamaa sijui kanasema kanazungu. Huyu ana mwezi mmoja, sijui hizo lugha zitakuwaje. Ni lugha tu za Roho Mtakatifu. Na aka kama ni miezi 6. Nesi mchungaji hivi mtoto wa miezi 6 anaweza kazungumza? Lakini sasa anacheza mle ndani. Kama wana lugha hawana lugha, Biblia inasema wanacheza mle ndani. Huyu akajaa Roho Mtakatifu. Alipo akapata ufunuo unasema, ikawa Elizabeth aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikarukaruka ndani ya tumbo lake. Elizabeth akajaa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mwangalie huyo ndugu. Bwana asifiwe. Kama kuna kitu, kama Roho Mtakatifu anatoka na sauti yako hiyo ya Bwana asifiwe, utasikia ndani anajaa Roho Mtakatifu humo ndani. Haleluya. Anaweza akapata majibu yake. Kitoto kichanga cheza mle ndani. Halafu mama akajaa Roho Mtakatifu, akapaza sauti yake akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili?
hata mama wa Bwana wangu, yaani mama wa Bwana wa Yesu amenijilia mimi. Si angeenda kwa wanawake wengine? Kwa nini aje kwangu? Kwa mara ya kwanza mimi napata na mimi habari kupitia ufunuo wa kimungu. Ananisalimu tu hivi, sauti inaingia tayari na Roho Mtakatifu, napata na ujumbe kwamba amembeba Bwana Yesu, amembeba Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Yaani habari imetoka kwa malaika Gabrieli kwamba atakuwepo Yesu, utamwita Yesu. Wa pili kupata habari duniani baada ya Mariamu, Elizabeti, kwa ufunuo wa kuamkia kwake Mariamu. Yaani majibu mengine bwana yako kwenye kuongea tu, namna jinsi ambavyo unasikia sauti ya Mungu. Yaani majibu mengine yako hivyo tu. Sasa ikawaje? Alipopaza sauti yake namna hiyo, limenitokeaje jambo hili mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako, anampasha sasa Mariamu, sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa yaliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, amemsikiliza mama ushuhuda ule, na malaika Gabrieli anasema nenda ukapata huo ushuhuda. Ana ujauzito miezi 6, na huyu anashuhudia kuna mtoto tayari anarukaruka ndani mwake. Akathibitisha Mariamu akasema, Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa sababu nimembeba aliyebarikiwa. Kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu, na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi. Kwa hao wanaomcha amefanya nguvu kwa mkono wake. Amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Waliokuwa na kiburi, wenye nguvu, kiburi kwa kiburi amewashusha. Amewainua wanyonge. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondolea mikono mitupu. Wenye mali bila Mungu amemsaidia Israeli mtumishi wake. Sasa huu ulikuwa ni wimbo, anazungumza huku analia, anaomboleza, yaani na anamshukuru Mungu. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwamba hata nyimbo zake zilikuwa ni za kipekee sana. Yaani Mariamu aliamua kujitisha chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Na Mariamu akawa aliimba. Unaweza ukaona nyimbo zake mstari wa 46 hadi wa 49, 46 hadi 49 tuliosoma. Aliimba kwa Bwana kutokana na yale Mungu ambaye amemtendea. Lakini akaimba tena mstari wa 50 mpaka 53, akaimba kwa ajili ya wale wamchao Bwana, wale ambao watakuzidi kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Akaimba juu yao. Baada ya hapo akaimba juu ya taifa la Israeli. Umeliona taifa la Israeli, ukaleta mkuu wa Israeli, na sasa Israeli itaenda kuinuka hata kama imeteseka kwa mateseko ya aina mbalimbali. Hapo aliimba huo wimbo katika Luka 1 mstari wa 54 na 55. Hizi zilikuwa ni tenzi, zilikuwa ni nyimbo ambazo ni za kumshukuru Mungu. Lakini Zakaria naye aliimba
naye huko mwishoni Zakaria naye akaimba kutoka mstari wa 67, kutoka mstari wa 67 mpaka wa 80. Zakaria alikuwa anaimba huko akiwa bubu, anaimba huko yuko bubu mpaka mtoto alipojifungua. Wewe ni mchezo? Mshangilieni Mungu. Mungu ana mchezo. Mstari ule wa 67, na Zakaria baba yake akajazwa Roho Mtakatifu, akatabiri akisema, atukuzwe Bwana Mungu wa Israeli, kwa kuwa amewajalia watu wake na kuwakomboa. Ametusimamishia pembe ya wokovu katika mlango wa Daudi mtumishi wake, kama alivyosema tangu mwanzo kwa kinywa cha manabii watakatifu, tuokolewe na adui zetu mikononi mwao wote wanaotuchukia, ili kuwatendea rehema baba zetu na kulikumbuka agano lake takatifu, wapo uliomwapia Ibrahimu baba yetu, ya kwamba atatujalia sisi tuokoke mikononi mwa adui zetu na kumwabudu pasipo hofu, kwa utakatifu na kwa haki mbele zake siku zetu zote, siku zetu zote. Mstari wa 76, akaingia kwa mtoto, nawe mtoto utaitwa nabii wake aliye juu, kwa kuwa utatangulia mbele ya uso wa Bwana, utamtengenezea njia zake. Ameingia sasa, azungumza na mtabiria mtoto Yohana. Yaani baba karudi kabisa kwenye mstari. Wewe mtoto utaitwa nabii wa aliye juu. Hivi Yohana Mbatizaji hakuitwa nabii? Si aliitwa nabii? Baba kashukiwa na Roho. Ushashukiwa na Roho, kila kitu kimekaa vizuri. Sasa sema haya, na mtoto wakati huo sasa ameshazaliwa. Wewe mtoto aliye juu, haya utautangulia uso mbele ya uso wa Bwana, umtengenezee njia, uwajulishe watu wake wokovu katika kusamehewa dhambi zao, kwa njia ya rehema za Bwana wetu, ambazo kwa hizo twatangaza hizo mwangaza utokao juu umetufikia, kuangazia wakao katika giza na uvuli wa mauti, na kuiongoza miguu yetu kwenye njia za amani. Mtoto akakua, akaongezeka nguvu, akakaa majangwani hata siku ya kutokea kwake Israeli. Sasa wakati huo mtoto huyu ambaye ni Yohana Mbatizaji aliondoka kwa wazazi wake akiwa na umri wa miaka 20. Amesikia wito, akaenda akakaa majangwani huko katika nyika za Uyahudi miaka 10, akiwa anakula nzige na asali na alafu na kuvaa ngozi, kwa kuwa alikuwa na roho ya Elia na nguvu za Elia. Watumishi wa Bwana, Bwana asifiwe. Nichukue muda mchache huu unisikilize sasa kwa makini. Kama ambavyo Bwana ana uwezo wa kukusaidia. Ilifika siku moja maalumu, Elizabeth alitangaza kuwa ni siku ya kuondolewa aibu yake. Nasema ifike siku utangaze jibu lako limejibiwa, Bwana apate kuelewa, kwa sababu unapokiri unaizidisha imani, unaondoa mashaka, unaweka ujasiri, kujiamini, unakuwa na confidence. Unapotamka yanayokutoka moyoni, ule ni ujasiri tosha. Anasema ameniangalia, teso langu ameliangalia na kuniondolea aibu kati ya watu. Ifike sehemu, ndugu zangu, ifike sehemu useme Bwana amekujibu nini?
Hata hivyo akabakia na muujiza ule, akauatamia sirini kwa muda wa miezi 5. Wewe unapokuwa umepata siri, yani jibu lako nitalijibu sasa, zamu hii nimekuja nitalijibu, halafu ndo unakaa ubweteke. Yani hapo ndio natakiwa jiseti mpaka jibu linatokea kwenye ulimwengu wa kawaida. Wengi wanachelewesha tena. Wana wa Israeli walipangiwa tu miaka 400, wakaendelea kuzoea utumwa mpaka 430. Mwaka wa 430 ndio wanalia. Mungu akakumbuka agano lake. Wasingelia mwendo ungeendelea wa utumwa. Lakini unapojua haki zako, kwamba umepata thibitisho, Bwana amekujibu, ingia kwenye maombi yasiyokuwa ya kawaida. Sio yale ulikuwa unaomba sasa. Hapa una uhakika. Kuna namna ya kumshukuru pia Mungu na kuendelea kumthibitishia jinsi utakavyomtukuza likitokea, na jinsi yeye atakavyotukuzwa katika jamii. Kwa hiyo aliatamia kwa muda wa miezi 5 bila kumtangazia mtu wa nje jambo lolote. Aliendelea kumtukuza Mungu na kufanya maamuzi ya kujitoa zaidi kumtumikia Mungu aliyemjibu, aliyemwangalia, aliyemwondolea aibu ya utasa. Unaongea nini? Mungu amekwambia uongee. Ongea pale anapokuruhusu. Bwana anaweza kukuondolea aibu hata ya kuoa, ya kuolewa, hata ya kusoma, ya kazi nzuri iliyo bora unavyoitamani. Unatamani mtumikie Mungu hadi wapi? Mungu wa Israeli hawashangilii. Hawashangilii. Hawajashangilia Mungu, wameshangilia polepole. Shuhudia siku ya Bwana alipokuangalia, alipokuletea mabadiliko, alipofanya uwe na kibali zaidi, ulipopata upenyo. Sio wewe, ni yeye kakufanyia. Hata kuonekana duniani hivi ukiwa hai, hata kuja kuabudu hapa, hii ni vita. Lakini mshukuru Mungu umeonekana mbele zake na kupata hili neno. Ukiondoka leo una mtazamo mwingine wa kuondolewa aibu. Unataka kumtukuze Mungu. Kwa nini mambo mabaya huwatokea watu wema na watu wazuri? Kwa nini? Swali. Kwa nini mambo mabaya huwatokea watu wema au wazuri? Haya hutokea ili tuimarike kiroho, tuwe mashujaa wa imani, ili kusudi na mpango wa Mungu utimizwe kama Mungu alivyokusudia na shule zake. Mungu ana shule zake. Mshangilie Mungu na shule zake. Mshangilie Mungu sana na shule zake. Usichukie shule za Mungu. Leo tunajifunza si kwa sara tu, kumbe inawezekana hata kwa wazee wa kongwe na hata wazee ambao wamekuwa wazee kama kina Zakaria na Elizabeth kupata mtoto tena wa ahadi, ambaye ni wa majukumu makubwa, anajazwa Roho Mtakatifu akiwa tumboni. Umelipa gharama kiasi gani? Ya Mungu anakushughulikia namna mpaka anakuambia jinsi ya kumtunza mtoto. Jiepushe kabisa asinywe pombe, kama kuna eneo ambao wananywesha watoto mpaka pombe. Haya. Si
hivyo tu, bali pia Mungu apate kutukuzwa sana kupitia muujiza huo. Kama jambo baya likampata mtu mbaya, hapo hakuna tofauti. Lakini kama mtu ni mzuri akapata, tofauti ni kubwa inaonekana, itakayoleta mabadiliko kwa mwingine. Mungu wetu ni Mungu wa kuaminika zaidi. Msimamo wako, uvumilivu wako na bidii yako ya kumtafuta Mungu hadi jibu lipate kupatikana, hilo huumbika na kufanyika silaha, hufanyika nguzo katika maisha yako. Mungu anataka upate nguzo, anataka upatikane, uwe shujaa, anataka akuletee story ambazo hazijawahi kutokea. Wewe nawe ni wa aina yake. Haleluya! Haleluya! Haya. Mwezi wa 6, malaika Gabrieli akamtokea Mariamu na kumshuhudia kuhusu Elizabeth. Shetani hawezi kutangaza mambo yako mema ila mabaya tu, lakini Mungu wetu na malaika wa Bwana wanaotumwa na yeye hututangazia mambo mema, hutuletea habari njema. Mariamu akapata neema, akapata kibali machoni pa Bwana, akapata habari njema kupitia Gabrieli. Ili mambo yasiyowezekana kibinadamu yapate kuwezekana, ni lazima umpe Roho Mtakatifu apate kujaa ndani yako, ili aumbe miujiza na mazingira ya miujiza. Lazima umpe Roho Mtakatifu nafasi ili aumbe muujiza na mazingira ya miujiza. Unamhitaji Roho Mtakatifu kipindi gani hasa? Ni wakati unapokuwa unajenga nyumba lakini huna uwezo. Ni wakati unapopoteza kazi lakini huwezi kuitafuta kazi. Ni wakati unapokuwa unataka uzao, wakati ambapo huna uwezo wa kupata watoto, huna uwezo wa kupata uzao. Ni wakati unataka uoe au uolewe. Ni wakati unapotaka kuingia kwenye wito wa kumtumikia Mungu. Ni wakati unataka Mungu akuinue kwa ajili ya utukufu wake, na wewe ukiwa unamtukuza, wewe ni chombo chake. Wewe unakuwa ni mtu wa kubuinua Bwana, wala sio wewe, lakini ni Mungu mwenyewe ndani yako. Lakini unapochanganyikiwa kabisa, hujui cha kufanya, mambo yanakuja haya, linatokea hili, linakuja na hili linakuja. Wakati unamhitaji Bwana, jaa Roho Mtakatifu, atakuonyesha njia ya kupita. Wakati unapokuwa huna chakula, huna mavazi, huna mahali pa kulala pazuri, wakati unaposhushwa, unabezwa, unadharauliwa, unakanyagwa, unaweza ukaanzisha kitu kama kadogo. Hebu nifungulie Zekaria 4 mstari wa 10. Usidharau siku ya mambo madogo. Unaweza kuanzisha kitu kama kidogo, mradi kidogo, mpaka wanadharau. Lakini ndani yako kuna sauti ya kuwa na kiwanda. Ndani yako kuna sauti ya kufanya mambo makubwa sana. Kutakuwa na biashara katika mji mmoja, kutakuwa na biashara miji mingi. Umenielewa? Ili umtumikie Mungu kwa nafasi. Hebu soma Zekaria 4 mstari wa 10. Ndio. Maana ni nani aliyeidharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana, yapiga mbio huko na huko duniani mote. Nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Siku ya mambo madogo ndo namtegemea Mungu kabisa. Mimi siwezi.
Na ndio pale unajenga msingi wa kuanza kutembea na Bwana na kumhitaji Bwana. Sio siku za raha. Kuna kujimotisisha huko, kuna raha mbele, baada ya kuwa kile unachokifanya kimeshamiri. Siku ya mambo madogo unamtegemea sana Mungu. Mungu anakuja mzima mzima, anakupigania. Wakidharau, Bwana anapigana nao. Bwana ndiye anakuwa vita yako, wewe unamshangilia. Kwa hiyo anzisha kitu, endelea na kitu, jifunze kitu. Ndani ya kitu unataka kufanya kitu, lazima ujifunze kitu na uweze kufanya kitu mpaka kiwe kitu kikubwa. Usipoteze wazo la kitu. Tuuze wazo la kitu, lithibitishe hilo wazo la kitu kama ni kitu kilichotoka kwa Bwana. Kitendee kazi kitu, jifunze kitu ndani ya kitu, na kila kitu katika kitu. Umenielewa? Yeah. Unapohitaji maono ya kusonga mbele kimaendeleo, ya huduma, ya ushindi katika utumishi, kumbuka, mtu hawezi kuua maono yako kama yametoka kwa Mungu. Mtu yeyote hawezi kuondoa kipawa chako na karama zako kama zimetoka kwa Mungu. Mtu yeyote ambaye angeweza kama kuondoa ile ujauzito wa Elizabeth na uondoe, hawezi, kwa jina la Yesu. Mungu anao uwezo wa kumtembelea mtu mwenye huzuni na maombolezo kwa ajili ya hitaji lake, kama vile Hana akamtembelea alipokuwa amemimina moyo wake kwa Bwana. Hana akampata Samueli. Umri wa uzee hauwezi kuzuia muujiza wa Bwana. Umri wa kawaida huwezi kuzuia muujiza wa Bwana. Usitendeke, endelea kumtumikia Bwana Mungu wako kwa bidii, ukimwambia Bwana akufanye baraka katika kazi yake. Mambo ya unapomtumikia Mungu, mahali unapomtumikia Mungu, mwambie Mungu akufanye kuwa chombo chake cha kutumika kwa kila kazi njema aliyokusudia. Mariamu alikwenda kumtembelea Elizabeti, mtu ambaye ana maono kama yeye. Aliitii sauti, akajithibitishie, aongeze nguvu ya kuendelea kumwamini Mungu. Aliyekuwa tasa sasa ni mjamzito, aliyekuwa tasa sasa si tasa tena. Na mimi kwa hili niliyoambiwa, nitaendelea kumtumikia Bwana hata katika mapito mazito yaliyoko mbele. Hebu tafakari Zaburi 23 mstari wa kwanza hadi wa 6, kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, na kadhalika mpaka mstari ule wa 6. Swali kuu ni hili: nani atakayeweza kukutia moyo na kukuinua? Ni yule ambaye tayari ameshathibitishiwa ushuhuda wako, ambaye ameambiwa huyu hayuko tasa tena, na yeye mwenyewe anashuhudia, siko tasa. Mtoto anarukaruka tumboni, yuko hai mtoto. Baadaye anasikia habari za kwake ya kwamba Elizabeth anasema uliyembeba ni mkuu kuliko niliye naye. Na halafu Elizabeth hana wivu. Hana wivu. Changilie Mwokozi. Ana wivu wa Bwana, hana wivu wa kibinadamu. Akuta kitoto kinasema kibinti yani hata amepewa taarifa kwamba aliyebebwa huko ni mkuu. Mimi ni mzee mzima, alafu nimetangulia kuwa mjamzito, alafu ndio nabeba kitoto kitakachomtangulia mkuu huyu. Yani yule ni mkuu kuliko ndiye mbeba. Wewe Mungu huyu ana upendeleo. Huyu ni muue kabisa, tena anakuja kuishi hapa. Yani Elizabeth angepanga mpango wa kumnywesha sumu, hata kumnywesha sumu Mariamu, kwa sababu yani angalau Mungu abadilishe mazingira, huyu mtoto aliyembeba awe ndiye mkuu kuliko yule aliyebebwa na Mariamu. Ayo mawivu hayo, kwa jina la Yesu toka, ushindwe
na ulegee, na sio kulegea tu, nenda kuzimu kwa jina la Yesu. Unaweza kalegea hapo ukarudia tena. Haya, kwa jina la Yesu. Hana wivu Elizabeth, hana wivu. Elizabeth ni ukumbusho kwa wazee wenye umri uliokwenda. Hakuna kizuizi cha muujiza. Mshangilie Elizabeth jamani, anatuwakilisha hapo. Hata tumeweza kuendelea na mambo mengi, hatuhitaji Mungu anakawia, lakini Elizabeth alipambana mpaka mwisho. Haijalishi haijalishi walitajwa utasa umetajwa kwa muda gani, haijalishi alikuwa ni mtu wa namna gani, haijalishi umekaa katika dini kwa muda gani, kwenye upagani kwa muda gani, haijalishi. Lakini sasa utaitwa aliyeokoka, aliyembarikiwa. Baada ya changamoto kuu, basi utapata muujiza wako mkuu, mwelekeo mpya, maono mapya, nguvu mpya. Shangilia Bwana Yesu. Ni namna gani ya kubeba muujiza huo? Baada ya muujiza huo kuupata, lazima uatamie. Elizabeth aliatamia miezi 5, halafu muujiza haukusumbua, uliendelea mpaka ukatimia, kwa njia ya kudumu katika imani, kudumu katika ahadi za Mungu, kudumu katika mwongozo wa Roho Mtakatifu. Kama Mungu alivyompa Elizabeth mtoto na akadumu katika njia hiyo mpaka mtoto akazaliwa, hivyo na wewe uendelee. Haya, Luka 1:37. Luka 1:37. Hebu sema Luka 1:37. Haya, twende Kiingereza sasa. Mwambie mwenzako jiandae kwa ajili ya Kiingereza, ni lugha. Haya, sema for with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. Hiyo si sana. Hebu impossible of fulfillment. Umeshajua Kiingereza. Huyo ni Amplified Study Bible. Unapokuwa pamoja na Mungu mambo yote yanawezekana. For with God nothing is ever impossible. Yaani unapokuwa pamoja na Mungu mambo yote Haya, Bwana wabariki. Simama. Hakuna lisilowezekana. Uwe ni mstari wako, yawe ndio maisha yako, ya kutoe katika imani uliyokuwa nayo, ya kutoe katika mawazo yaliyokuwapo. Unda semi zako kutokea Luka 1:37. Hakuna lisilowezekana. Nataka Mungu uthibitishe jambo hili kwenye ndoa yangu, maisha yangu. Utamwona Mungu. Mimi sisemi ya kwamba utachukua miaka 7 kama hawa jamaa. Inatokana na moyo wako na kujidhabihu kwako. Utalileta jawabu haraka. Visivyotembea vinatembea, si ndio? Visivyotembea, visipozaliwa vinazaliwa, si ndio? Si mmeona miujiza mingi hapa? Kuna watoto ambao walikuwa watembei wametembea, si ndio? Wale waliokuwa hawajajifungua wamejifungua, si ndio? Iko miujiza mingi ambayo Bwana amefanya na anaendelea kufanya. Karibu. Wewe ni Mungu mpasua bahari, hebu sogea kidogo. Wewe taji maombi, sogea tu, hata wewe sogea tu, tuombe kwa pamoja. Ndio mlilie Mungu madhabahuni. Karibu, chukua muda uombe.
Utachukua muda mchache, dakika 5 haufananishwi. Unavyofanya haraka kuja ndio unaokoa muda. Njoo utume manisha. Sogea kidogo, sogea. Hapo. Sogea. Anza kukasirika rohoni. Anza kuvuta hasira za kiroho. Wivu wa Bwana wa kutaka kumpendeza Mungu. Yaani unataka Mungu atukuzwe. Unafanya mambo Baba, unatoa utaishia. Nenda mpaka kwenye kiti cha enzi. Nenda hadi barazani pa Bwana. Hakuna lisilowezekana. Halafu mwambie, nataka nikutukuze katika mambo yote ya maisha yangu. Haufananishwi na kitu kingine. Baba mtakatifu, Baba uliye hai, wewe ndiye jemedari, wewe ndiye Jehova. Umeruhusu siku ya leo tuje mbele zako Bwana kukuabudu na kusikia neno kutoka kwako. Neno hili Mungu wa Ibrahimu alilisema Elizabeth ya kwamba wewe ni Mungu unayeondoa aibu. Elizabeth alitamani hakuabudu, hakutukuze, haendelee kukutumikia, lakini lilikuwepo jambo ambalo limeonyesha kana kwamba wewe Mungu huwezi kufungua tumbo. Wewe Mungu huwezi kuleta watoto. Huwezi ukaifanya uretas ikabeba watoto hata kama umri ulikuwa umekwenda. Angalia yule mume wake, hata wakati mwingine alivyoweza kupata ile adhabu ya kutokusema, maana ingeenda kufisha moyo. Lakini sasa Mungu limnyamazisha, naye akajifunza somo. Na baada ya pale Elizabeth alipoona hata kama ni ishara za kuandika, hata kama ni ishara za kusemezana, hata kama ni ishara mbalimbali alizozielewa, aliweza kukuamini hata kwa ishara. Mama huyu Mungu ulimwezesha, ukamtia nguvu pamoja na mume wake, wakapata mtoto katika nyumba yao, mtoto ambaye alikuwa ni mkuu, mtoto ambaye alimtangulia Yesu. Hata katika huduma atengeneze mioyo ya watu wa baba, wairudie mioyo ya watoto wao, watoto warudie mioyo ya baba zao, hasa wale wacha Mungu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yako mateso ya magonjwa, yako mateso yanayohusiana na hali ya ndoa, hali ambayo Mungu wa Israeli hata mahitaji maalum. Yako mambo ambayo watu hawa wanahitaji wakuone. Kwa nini Mungu usinyoshe mkono wako ambao hujawa mfupi? Mkono wako ni mkono unaogusa, mkono wako ni mkono unaofungua, mkono wako ni mkono ambao watu na wasiwasi wala sikio lako si zito hasa lisiweze kusikia kilio cha moyoni. Leo Mungu wa Israeli, shuka mwenyewe, nyosha mkono we mwenyewe, gusa afya ya watu hawa,
Gusa mifupa yao, wanaohitaji uzima, wanaohitaji ukombozi wenye uponyaji, wanaohitaji Mungu aweze kuponywa miili yao, kifua, mwili mzima, kuponywa miguu, kuponywa nafsi, kuponywa akili na ufahamu, kuponywa katika miili yao, kuponywa miguu katika jina la Yesu Kristo. Wengine wenzi wao wapate kuokoka, wapate kuokoka, wapate kukujua. Leo ni tangazo ya kwamba Mwokozi uliye hai, Bwana uokoe. Gusa kwa uweza wako Mungu, mkono wako ulio hodari. Nahitaji mkono ulio hodari. Anza kuoperate, anza kuoperate, anza kuoperate. Roho Mtakatifu ambaye nakuamini, ambaye nakuamini Yesu Kristo, kwa damu yako ya thamani na kuamini. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo akushukie, 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 akutie nguvu leo katika madhabahu hii. Yesu uchuke mwenyewe. Wanaohitaji kazi kubwa, wanaohitaji Bwana kuinuliwa, wanaohitaji kupandishwa, wanaohitaji miaka mingi, hata wale ambao Mungu miaka yao ilikuwa imefungwa, hawawezi kuendelea na miaka. Leo Mungu wa Israeli, zidisha miaka yao, ongeza miaka yao, waone utukufu wako, waone nguvu zako, waone neema yako, washinde na zaidi ya kushinda. Siku hii ya leo Bwana, uondoe aibu, uondoe aibu, uondoe aibu, uondoe mateso, uondoe kusemwa, uondoe kusemwa, uondoe Bwana. Wewe bado uko hai. Nahitaji Mungu wa Israeli, siku ya leo ufungulie madirisha ya kimbingu, ufungulie Bwana milango ya kimbingu, tupate miujiza ambayo hata wakati mwingine watu tunaokaa katikati yao wanaenda kumuona Bwana, wanaenda kushuhudia ya kwamba Bwana amefanya, ya kwamba Bwana amefanya, ya kwamba Bwana amefungua milango ambayo ilikuwa imefungwa, hata kuta zile ambazo zilikuwa zimezuia, lakini wewe bado ni Bwana. Omba Mungu, omba Mungu, omba Mungu. Iko nguvu, iko nguvu, iko nguvu ya kupokea. Naamini. Na ukitoka mahali hapa, omba kama jinsi ambavyo Mungu amekugusa. Nenda katika level nyingine ya imani, nenda katika level nyingine ya imani, nenda katika level nyingine ya imani, nenda katika level nyingine ya imani. Jifunze kumwamini Mungu. Ewe mwanamume, ewe mwanamke, ewe binti, kijana wa kiume, jifunze kumwamini Mungu. Jifunze kumwamini Mungu, kijana, mtoto. Jifunze kumwamini Mungu katika masomo yako. Jifunze kumwamini Mungu katika kazi yako. Jifunze kumwamini Mungu. Wengine hawazungumzi, wengine hawazungumzi na Bwana, ni kama hawako pamoja na Bwana. Ni kama yani malaika wa Bwana aliposhuka walizungumza naye. Zungumza na Bwana, zungumza na Bwana, mwambie haja ya moyo wako. Rokora baba baba, ora bakandara bosaka, ora bakandara bosaka. Bwana ashuke mwenyewe, Bwana atende mambo makuu, Bwana atende mambo ya miujiza kwa jina la Yesu. Omba, omba. Mungu anajua shida zako. Bwana anajua unapoishi unahitaji na nini. Yesu ashuke mwenyewe, anyoshe mkono ambao ni mkono wenye nguvu. Ndio. Ndio Bwana. Baba, shukrani mweza wako. Ndio. Mungu anatukulifu. Yes. Watu wako chungu pamoja. Yes. Mungu anaonekana Jehova. Yes. Bwana Mungu sio ishindikana na chapa kwako Jehova. Mungu mwenye nguvu na nguvu yako Jehova. Mungu kupata kuonekana Bwana. Onekana mkuu, onekana Jehova. Onekana fama Jehova. Kwa watu wako mahali hapa Jehova. Shika Yesu. Wote mahitaji wake. Mungu na Shika. zako. Yesu shuka. Mungu shuka chunga ndefu. Yesu.
Tukikiita Yesu unashuka mwenyewe, unashuka Yesu. Shuka na nguvu zako, shuka na uwezo wako Bwana. Bwana onekana Mwokozi, onekana Mungu wetu, mfalme Mwokozi, onekana Jehova wa kanisa lako Baba, wenye mashimo yetu Baba, mwenye nguvu Baba, mwenye uwezo, wenye nguvu zako Bwana, onekana Mwokozi. Mwambie Yesu, nishukia leo, usinipite leo. Unapowazuru wengine, usinipite Bwana, usinipite Mwokozi, usinipite Bwana. Ukatende Jehova, ukatende Bwana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea nguvu, Mungu ni Jehova, uwezo wako, nguvu zako, tukapiyeswa mahali ambapo ameshindikana, mahali ambapo pipagome, mahali ambapo hawezekani, wako Mwokozi, panawezekana, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina lako, uwezo wako, kuna mashimo ya kuchoma, kuna uzima, kuchoma, kuna nguvu, kuchoma, kuna uweza, katika Yesu, unatembea, unatembea, katika mashimo yetu, katika Yesu, kama ilionekana Elizabeti, hata kwetu Baba, inawezekana, inawezekana, inawezekana,
katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tunanyosha kila roho kandamizi, chukua mateso, wananyosha mkono, wananyosha mkono ulio hodari, ulio hodari, ulio hodari, wanaweza kuonekana, wanathibitika mwenyewe, wanathibitika mwenyewe, wanathibitika mwenyewe, wanathibitika mwenyewe, athibitika mwenyewe Mwokozi, Mungu akuangalie, athibitika mwenyewe, athibitika mwenyewe. Thibitika Yesu kwenye maisha yake, thibitika Yesu, thibitika, chukulia teso lake, chukua mateso yake, achukue, afungue mlango pale ambapo palikuwa pajafunguliwa, pokea mlango wazi, muujiza utakaotikisa watu wa Bwana, watu wa Bwana, watu wa Bwana, watu wa Bwana, ukateketeza, ukateketeza, utakosha, muujiza utakaotikisa, muujiza kwa jina la Yesu, muujiza, muujiza, katika jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu, achia kwenye tumbo lake, kwenye tumbo lake, kwenye tumbo lake, achia, achia popote ulipo kwenye mwili wake, toka kwa jina la Yesu, katika 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 jina la Yesu, jina la Yesu, toka kwenye tumbo lake, achia tumbo lake, achia mikataba yote, mikataba yote, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kila maagano, kila maagano ya kipepo, kila maagano ya kipepo kwenye tumbo, kwenye damu, katika jina la Yesu, achia, 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 achia popote ulipo, pepo, pepo, achia, toka kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, naangamiza kwa moto, 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 tunachoma, tunachoma, tunachoma kila makao, tunachoma, naangamiza kila moto, kwa moto, hali yote ya kuchanganya, kwa moto, hali zote ambazo kuchanganya, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, toka ndani, toka katika jina la Yesu, kwenye tumbo lake, pepo choka, pepo choka, pepo choka, unayemtesa, achia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika ulimwengu wa roho, inakatakata, inakata kila maagano yote, kila maagano yote, kila maagano yote, kila maagano yote, kila maagano yote ya kwenye tumbo, kila maagano yote, kwa jina la Yesu, kwa moto wa jina la Yesu, kwa moto wa moto, 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 kwa jina la Yesu, kwa Roho Mtakatifu kuteketeza, kwa mzima, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, funguka, 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 toka maisha yake, ni mashine iliyotumwa kuvamia mwili wake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, moto, 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 piwa kwa moto, piwa kwa moto na Yesu, piwa kwa moto na Yesu, tunafuta Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, tunateketeza kwa zote, kwa kusema, tunateketeza, 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 tunateketeza,
Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, tunalibariki jina lako mwaminifu. Tunasema asante Bwana Mungu mtakatifu kwa ajili ya ibada njema ambayo Mungu imefanyika mahala hapa. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya kutuhudumia. Umetuhudumia Roho Mtakatifu, umekwenda kuponya, umesema nasi Mungu. Asante Mungu wa rehema kwa ajili ya kuondoa aibu katika maisha yetu. Tunaliamini neno hili Bwana lilotoka madhabahuni pako, neno lilotoka katika kinywa chako Mungu. Unasema halitakurudia bure, litakwenda kutimiza yaliyo makusudi na mapenzi yake, na litakwenda kufanikishwa katika haya ulioyatuma Bwana. Litakwenda kufanikiwa Mungu neno hili. Baba asante kwa kila aliyepokea na aliyeamini. Ninakushukuru Mungu mtakatifu. Baba, katika jina la Yesu tumefika mwisho tena Bwana wa ibada yetu. Tunakwenda kuahirisha, lakini hatuahirishi Mungu wa rehema baraka zako. Tunapoondoka mahali hapa Bwana, ondoka pamoja nasi majumbani mwetu, tukaikutea amani yako Mungu mtakatifu. Asante Bwana kwa wanaovuka barabara. Mungu wa rehema, epusha ajali, epusha mipango yote ya adui ikapate kushindwa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Na Mungu wa rehema, ikikupendeza tena jioni tuweze kurejea mahali hapa Bwana, uendelee kusema nasi. Asante Mungu kwa sababu utaendelea kusema nasi Mungu mtakatifu. Tunaweka na wiki linaloanza kesho mikononi mwako Bwana, ukaonekane, ukatulinde, ukatuzingishie wigo wako Bwana Mungu mtakatifu. Ukatulinde Bwana tutokapo tuingiapo, tunapokwenda makazini na sehemu mbalimbali Mungu. Asante Mungu, utakwenda kuonekana ukitulinda. Baba, ninayaweka yote mikononi mwako Mungu, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi. Wote tuseme amen. Amina.